Tayari kikosi cha mnyama Simba kimetua Addis Ababa, Ethiopia, tayari kwa ajili ya kuendelea na safari ya kuelekea pale Bamako nchini Mali kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumapili dhidi ya klabu ya Stade Malien ya Mali, ambayo hii ni timu ya zamani ambayo imechezea nyanda wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra. Na huu ni mchezo ambao utakuwa mgumu kwa Simba kwa sababu katika mchezo wa kwanza Stade Malien yeye aliweza kutoshana nguvu, ambaye alitoka sare dhidi ya klabu ya Esperance de Tunis ya Tunisia, ambapo katika kundi lao kati ya timu ngumu ni klabu ya Esperance de Tunis ndio inaonekana kuwa timu ngumu, labda kwa sababu ni Waarabu, lakini pia ni kutokana na consistency ya kuendelea kushiriki katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kwa upande wa mnyama Simba, mchezo wake wa kwanza alipoteza kwa bao 1-0 mbele ya klabu ya Petro Atletico de Luanda ya Angola. Sasa Simba anaenda katika mchezo huu akiwa na tahadhari kubwa sana. Cha kwanza akiwa anahitaji matokeo ambayo ni ya kushinda ama sare ambayo huenda ikamweka sehemu nzuri kiasi, japo si sana, kwa sababu kupoteza mchezo nyumbani katika michezo hii na hatua hizi za makundi kidogo kuna kuweka katika sehemu ambayo sio salama zaidi. Yani kuna nafasi unajiweka, kwa sababu kama unapoteza mchezo nyumbani manakuwa inatakiwa ukashinde away, kwa sababu katika hesabu za haraka ambazo hizi timu zinapiga mara nyingi ni kwamba wanahesabu katika michezo ya nyumbani, ile michezo mitatu angalau upate point 9, yani ushinde michezo yote mitatu, alafu katika mchezo mmoja wa away uweze kupata ushindi au angalau uweze kupata sare ili uweze kufikisha points 10 ama 12, ambazo mara nyingi sana ukifikisha points 10 au 12 unakuwa katika sehemu salama zaidi ya kuweza kupiga hatua ama kuendelea katika hatua inayofuata ambayo ni hatua ya robo finali. Lakini kwa Simba ambaye tayari shapoteza mchezo wa kwanza, manakuwa anaenda kucheza mchezo huu ukiwa ni kama finali kwake, japo ni mchezo wa pili, lakini utakuwa ni mchezo ambao Simba atacheza kama finali. Lakini kingine ni kwamba tuna uhakika kocha wa Simba Dimitar Pantev tayari ameshajifunza jinsi ya kucheza michuano hii na tayari ameshajua jinsi gani ya kupanga kikosi chake na kuacha kuchezesha force number 9 ama mchezaji namba 9 kivuli, ambapo katika mchezo uliopita alicheza Joshua Mutale Budo. Ukiangalia michezo mitatu ya Simba chini ya Dimitar Pantev, hii michezo mitatu ya mwisho, ambapo mchezo wa mwisho ulikuwa ni dhidi ya Petro Atletico, ambapo pia alianza na force number 9 ambapo alicheza Joshua Mutale, yani safu ya kiungo mshambuliaji pale ikiwa ina Neo Maema, Elim Panzu pamoja na Budo na Morris Abraham. Huu ni mchezo wa klabu bingwa. Lakini mchezo wa ligi uliopita dhidi ya JKT alianza hivi, lakini baadaye baada ya kuona hailipi akaingiza washambuliaji, ambapo Simba iliweza kupindua matokeo na kupata ushindi. Lakini katika mchezo uliopita pia wa mwisho wa hii michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs, Simba napo alicheza na mfumo wake huu wa kutegemea viungo washambuliaji na kumchezesha namba 9 kivuli, mchezo ambao ulikuwa mgumu kwa Simba, na karata hii kwa Pantev haikulipa kwa sababu mchezo uliisha kwa sare tasa, hakuna aliona lango la mwenzie. Lakini Simba kwa kuwa katika mchezo wa ugenini alipata ushindi, basi alifanikiwa kupiga hatua. Kwa hiyo michezo mitatu tayari imekuonesha kwamba Dimitar Pantev ni mtu ambaye anahusudu mifumo ya aina gani. Huu ni mfumo ambao pia ulikuwa ukitumiwa sana na kocha wa klabu ya Manchester City Pep Guardiola, ambapo kwake alikuwa anafanikiwa kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao alikuwa nao. Unachezesha viungo washambuliaji ambao wana hatari zaidi kama mshambuliaji, ambao wao muda wote unatengeneza mashambulizi, wanafunga, wanapata foul. Una mtaalamu wa dead balls ama set pieces, ambapo inapotokea anaweza kufunga. Ndio maana mfumo huu kwa Guardiola ulilipa sana. Lakini kwa aina ya wachezaji wa Simba, ukiangalia kiungo mshambuliaji una Neo Maema, una Morris Abraham, labda una Kibudi ambaye mara nyingi anatoka pembeni, lakini ukimchezesha kama kiungo mshambuliaji anakupa matokeo. Joshua Mutale kiuhalisia ni winga, lakini pia unapomchezesha katika eneo la kiungo mshambuliaji anakupa matokeo, japo sio katika ubora ule ambao atakupa akiwa anachezea kama winga. Kwa hiyo imekuwa tofauti sana, lakini kwa Pantev inabidi ajiangalie zaidi katika mchezo huu ambao wanakwenda kucheza na ambao unakuwa ni kama mchezo wa finali kwao, na kama atakosa matokeo basi tunaweza kusema baba Jeni bye bye. Unaweza kuwa ni mchezo wake wa mwisho kama kocha mkuu ama kama meneja mkuu wa klabu ya Simba.